In the case of the United Republic of Tanzania, the government has consistently demonstrated its commitment to investing in neuro-oncology and the health system in general by enhancing the diagnostic capability, treatment options, medical equipment and infrastructure from primary healthcare level to national hospital. For over 30 years, cancer treatment has been centralized at the Ocean Road Cancer Institute, but presently 3 zonal hospitals and 3 private hospitals have started radiation therapy treatment. Furthermore, the government has greatly improved the radiology and imaging services at both national and zonal levels, having installed 7 new MRI machines, making a total of 13 MRI machines. Inakadiriwa kwamba kila mwaka tunapata wagonjwa 198 wa mfumo huu wa fahamu. Na kama nilivyosema, kama matokeo ya tiba huwa na mabaya, kati yao wagonjwa 166 huwa wanafariki. Kwa hiyo pamoja ni wachache, lakini kwa sababu una madhara makubwa, wengi wanafariki. Ndio maana ni muhimu sana kila taasisi zetu, madaktari wetu bingwa wajengewe uwezo ili wawe na uwezo wa kutibu matatizo haya ya saratani za mifumo ya fahamu. Mkutano huu ni mahususi kwa sababu kwanza umejikita katika kuangalia shida tulionayo kama nchi, lakini vile vile kama sehemu ya Afrika na jinsi ambavyo magonjwa haya yanavyoaguliwa, alafu na mkakati mzima wa namna wa kuyatibu. Kwa kipindi kirefu watu wetu wamekuwa hawajapata utaalamu unaokidhi afua stahiki kwa ajili ya shida hizo. Ndio maana wataalamu katika hizi nchi zote wameamua kuja pamoja kuangalia ni nini kifanyike bora zaidi ili tuweze kupata wagonjwa hawa wakati ugonjwa katika hatua za mwanzo, ambayo ni rahisi zaidi kutibu kuliko kusubiri mpaka ugonjwa unakuwa umekuwa mkubwa sana ambapo tiba yake inakuwa haiwezekani. Kwa katika mkutano huu wa siku 3 kutakuwa na nafasi ya watu kuwasilisha mada za utafiti, matokeo ya utafiti, mada mbalimbali za kitaalamu ya magonjwa, namna ya kuagua, namna ya kutibu kutumia njia za kisasa kabisa. Lakini mawasilisho ya matokeo ya utafiti yatakuwa yanakidhi hitaji la msingi la tafiti katika bara la Afrika zilizofanywa na Waafrika, matokeo ambayo yataboresha afua za kutibu wagonjwa wanaokuja na matatizo katika mfumo wa fahamu waliokuwa wamepata changamoto za saratani. Dar es Salaam ni mahali ambapo wananchi wanapategemea katika huduma zote za afya. Imekuwa ni kama senta kubwa sana ya tiba. Kwa hiyo hata budget ambazo zinafanywa na Wizara ya Afya kwa Dar es Salaam tunahudumia hata watu ambao sio wa Dar es Salaam. Kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022, Dar es Salaam peke yake ina watu zaidi ya milioni 5.3. According to the report of census of 2022, Dar es Salaam has a population of not less than 5.3 million people around this city. Na kwa nchi nzima tuna watu wasiopungua milioni 60, almost milioni 64. Na kwa mantikio, Mheshimiwa Makamu wa Rais, theme hii ya leo ambayo iko hapa ni mwafaka mkubwa sana kwa mkoa wetu wa Dar es Salaam.